ndani ya siku mbili kama sio tatu katika ardhi ya Tanzania, tarehe 29 na siku mbili za mbele, tukiwa katikati ya harakati na michakato ya uchaguzi, hali katika taifa letu ilibadilika ghafla. Tumepoteza wapendwa wetu, ndugu zetu, rafiki zetu katika masiku yale. Lakini pia tumepoteza afya za baadhi ya ndugu zetu na rafiki zetu. Wengine hawakufa, lakini wamepata matatizo ambayo yawezekana itawachukua muda kurudi katika hali iliyokuwa njema, na bali yawezekana wengine wakapata vilema vya kudumu. Siku zilikuwa ngumu za kukumbukwa kihistoria katika taifa la Tanzania. Tuna kila sababu kama Watanzania, kwanza kabla ya kusema chochote, tupeane pole kila mmoja kwa nafasi yake. Sisi kama viongozi wa dini tunasema sheria ya dini imekuja kulenga maeneo makuu matano. Sheria za dini kwa upande wetu kama Waislamu: kwanza, hifdhu dini min daruriyati lislami, kulindwa dini yetu ni katika vitu lazima. Kwa mujibu wa Uislamu lazima dini ilindwe, itetewe, ni jambo la kwanza. Lakini sheria za dini hii ya Uislamu pia, lengo la pili, kumlinda mwanadamu, hifdhu nafsi min daruriyati lislam, kumlinda mwanadamu ni katika vitu vya lazima. Mwanadamu lazima alindwe. Lakini tatu, hifdhul mali min daruriyati lislam, unapoilinda dini ukamlinda na kumchunga mwanadamu anayekwenda kwenye dini, basi tatu, ilindwe mali yake. Kwa hiyo kulindwa, kutetewa, kuhifadhiwa mali ni katika vitu vya lazima katika Uislamu. Sasa shida yetu ipo katika maeneo mawili makuu. Ndio maana tukawaomba wanahabari tukutane kidogo tuseme na Watanzania. Mwanadamu ambaye anatakiwa alindwe amepata shida, amepoteza maisha, amepata kilema, amepata. Lakini dini wakati inalazimisha mali ya mwanadamu ilindwe, kuna watu wamepoteza mali. Kwa hiyo kilio kikuu kwetu sisi kama Watanzania ni kuguswa vibaya mwanadamu aliyetakiwa kulindwa. Kuna watu wamekufa na kuna watu wamepata vilema, lakini na mali za watu zimepotea. Hakuna dogo la kulifumbia macho katika haya. Yote ni shida kwa mujibu wa dini. Tuwape pole ndugu zetu na tupeane pole sote, kwa sababu mwanadamu kikanuni, bila ya kutazama dini yake, ana daraja yake. Na ndiyo maana aya nambari 70 surati Bani Israil, Allah anamueleza mwanadamu tofauti alivyopata kumueleza kiumbe mwingine yoyote aliyemuumba. Walaqad karramna bani Adam. Mungu mwenyewe anatoa tangazo, wallahi, kwa hakika tumempa heshima ya kipekee mwanadamu.
Kwa wanadamu ni viumbe watukufu kwa mujibu wa Qur'ani, surati Bani Israil aya nambari 70. Kwa nini yamfike matatizo mwanadamu ikesha mwanadamu mwingine aone ni kitu cha kawaida? Tumeguswa kama Waislamu, tunatoa pole na tuendelee kupeana pole. Si jambo la kunyamaza na kufa ndani ya siku 5 siku 6. Linaumiza sana, linaumiza sana, linaumiza sana. Niseme Watanzania wote kwa ujumla, tuwe pole kwa msiba, mitihani, majanga yaliyotufika tarehe 29 na siku 2 za mbele katika taifa letu, kwa ndugu zetu na mali zao. Na wale ambao wametangulia, tunawaombea kwa Mwenyezi Mungu awapokee kwa mikono ya huruma na awalipe kwa mujibu wa jitihada za matendo yao. Na wale ambao wamepata matatizo ya kuumia kwa namna moja ama nyingine, Mwenyezi Mungu awape nafuu ya haraka, awaponye, warudi katika harakati. Lakini wale ambao wamepoteza mali zao kwa namna moja ama nyingine, nao pia tunawaombea Mungu wawe na subira, lakini Mungu kwa wema wake na utukufu wake awarejeshe kwa namna anazozijua kwa mkono wake wa kudura mali walizopoteza. Maskini anapohangaika kwa kipindi kirefu kutengeneza mtaji wake, ukaja ukaharibika, kuanza tena ni ngumu. Huja mtu akaliona hili nalo ni kawaida. Niliwahi kusema mara moja mahala, hata la kupoteza mali inaweza ikawa sababu ya kifo. Mtu anaweza kupata presha kwa kupoteza mali yake. Tuombe dua nao pia waliopoteza mali zao. Nukta yangu ya pili, kitaalamu, linapotokea tatizo mahala, kwa wale watu wenye uwezo wa kufikiri, wanatakiwa watulize vichwa, watumie kipaji na nafasi aliyowapa Mungu kuvuta na kusafirisha akili. Haya yametokea sababu nini? Ili siku nyingine yasije yakatokea tena. Sababu ni nini ya kutokea haya? Mtaani kinachosemwa ni maandamano ndiyo chanzo. Waliopata matatizo watu katika afya zao, miili yao na mali zao, na maandamano hufanya watu. Lakini mimi kama mimi na wale watu ambao wana uwezo mzuri wa kufikiri, hawezi kuita chanzo ni maandamano. Aliyefanya maandamano ni nani? Ili tujue kuwa ni maandamano, maandamano aliyefanya ni nani? Kanuni Qur'ani inasema walikulli qaumin had, kila watu wana kiongozi. Kuna hawa waliofanya maandamano wana kiongozi. Hao viongozi wenyewe waliita maandamano ili sisi tupate kuita maandamano. Imenisikitisha sana ndugu wanahabari na Watanzania kwa ujumla, kuona viongozi wenzetu wa dini tunaowategemea katika taifa letu wakiwaaminisha watu kwamba yale yalikuwa ni maandamano. Imenisikitisha. Chadema chini ya mwenyekiti wake tulisikia na klipu zimesambaa, nukta mama 3 alizisema kwenye hotuba yake, akiwaambia viongozi na wanachama wa Chadema wanaofikiria nafasi za uongozi mara baada ya uchaguzi wasahau. Alisema kwa maana wanakwenda kukinukisha. Moja. Pili, alisema tunakwenda kufanya uasi. Tatu, alisema tunakwenda kuvuruga uchaguzi. Matatu haya kwa mtu anayependa taifa lake huwezi kuita kulikuwa kuna maandamano.
wanakwenda kukinukisha, wanakwenda kufanya uasi, wanakwenda kuvuruga uchaguzi. Maandamano yanatoka wapi? Maandamano ni haki ya kikatiba. Na bahati nzuri ndugu wanahabari, yahukumiwe kuwa ni nini? Uhaini ama fujo, kitu kama hivi. Alisema ikiwa yatatumika kama njia ya kufikisha ujumbe. Lakini aliyesema ile maneno mwisho alidondokaje? Bora yawe ya amani. Hapa ndio sehemu muhimu sana. Baba Askofu alisema bora yawe ya amani. Wakati kanisa inatoa tamko, wao kwa macho yao waliona yale yalikuwa ya amani. Wakati msimamizi mwenyewe, kiongozi wa Chadema, walioandaa hayo maandamano, anasema sio maandamano, wanakwenda kukinukisha. Na maana ya kukinukisha Waswahili tunajua, wanakwenda kufanya uasi. Maana ya kufanya uasi tunajua, wanakwenda kuvuruga uchaguzi. Baraza la Maaskofu wakati wanatetea haki, hawaoni kwa lugha hizi ilikuwa inatosha mapema wao wajitokeze kuwarekebisha na kutoa kauli yao kwa lugha hii sio sawa. Teki ilikuwa wapi mpaka jambo limeharibika wanakuja kulaumu? Ni ajabu mtu asilaumu alipojikwaa akaenda kulaumu alipoangukia. Teki walikuwa wapi? Maneno ya uasi na fujo yanatamkwa. Mheshimiwa Heche alirudia mara 3 na akisema wanajipanga hatua kwa hatua, sio kwamba wao hawatoshiriki uchaguzi tu. Aliongeza uchaguzi hautafanyika. Kwa maana ipi hautafanyika? Na kwa nini iwe ile siku ya uchaguzi? Uoni kupiga kura ni haki ya Mtanzania? Ukienda kuvuruga uchaguzi, uoni kwamba umekwenda kumnyang'anya mwingine haki? Unadai vipi haki namba 1 unasahau na haki ya namba 2? Linafikirisha. Unatamani uulize swali, au baraza la maaskofu linahusika? Unatamani uulize swali, na inawezekana sivyo, lakini mapito wanayopita baraza la maaskofu inatutia mashaka. Sehemu ya kwanza, natamani kuwazindua wananchi kwamba hayakuwa maandamano kwa mujibu wa waasisi wa maandamano hayo ambayo sisi twaita maandamano, lakini wenyewe walisema wanakwenda kukinukisha. Bahati nzuri Mheshimiwa Lissu, Tanzania mwenzetu, bila shaka anaijua sheria yanapokuwa maandamano ili yawe halali yaweje. Akijua hili, kwa nini atumie lugha wanakwenda kukinukisha, wanakwenda kuvuruga uchaguzi? Kwa nini watumie lugha hizi? Tunatamani kuliomba baraza la maaskofu lisimame katika nafasi yao ya kushirikiana na serikali, kwa sababu raia wanaokwenda barabarani sehemu ni raia wa kwao, sababu ni waumini kanisani, wanapata maelekezo kanisani, wanapata maelekezo msikitini. Kwa hiyo viongozi wa dini zote lazima wasimame kwenye nafasi yao. Lile linaloashiria amani waliunge mkono, na lile ambalo haliashiria amani walipinge na kuwaelekeza watu wao. Ndugu wanahabari, hebu vuteni kumbukumbu kidogo. Waislamu wamepigwa msikitini Kilwa. Kama lengo ni kulia baraza la maaskofu kwa damu za watu walikufa Waislamu Kilwa, baraza la maaskofu walitoa tamko? Au wale si watu? Mwembe Chai wamekufa watu na kujeruhiwa, baraza la maaskofu lilikuwa wapi? Au wale si watu? Hata ndugu yetu Sheikh Isa Ponda kapigwa risasi,
teki ilitoa tamko au yule si mtu? Hebu tugeuze tupate maana. Hivi lengo ni watu ama Wakristo na watu waliokuwa katika mlengo wao? Kilio hiki cha watu, kama kilio cha watu, wamekufa wangapi? Tunayaona matamko ya vifo pale tu yanapohusu watu wa mlengo wao. Hebu tuweni wa kweli kwa thamani na umuhimu tuliokuwa nao viongozi wa dini wa Kiislamu, viongozi wa dini wa Kikristo. Hebu tuweni kwanza sisi wenye kusimama kwenye haki. Kama Waislamu, ndugu wanahabari, mnakumbuka tulikuwa tunapiga kelele sana kuhusu amani. Hakuna shekhe aliyoyaangalia maandamano, na wala tusisemwe vibaya, sisi hatukuangalia maandamano. Sisi tulitazama lugha za hao wanaotaka kufanya maandamano, hazikuwa lugha salama. Lugha zile haziashirii maandamano, na ndio maana tulikuwa tunapiga kelele ya amani. Laiti lugha za maandamano zingekuwa zinaashiria maandamano, ilikuwa hakuna tatizo, kwa sababu ni haki ya kikatiba. Kwa nini mashehe walisimama mbele? Ni kwa sababu lugha zilizokuwa zinatolewa hazikuwa zinaashiria maandamano. Narudia kuwaomba viongozi wa dini, hebu turudi nyuma. Hata kama sisi tunahusika katika harakati, lakini tuzingatie harakati zenye maslahi na taifa letu. Inasikitisha kuona baraza la maaskofu wanatoa tamko ama tafakuri, lakini tafakuri yao inazungumzia vifo tu, haizungumzii kuharibika kwa miundombinu ya taifa, haizungumzii kuharibiwa na mali za wananchi. Ina maana baraza la maaskofu hawajui kwamba mtu kupoteza mali anaweza kufa kwa presha ama wanajua wale ambao mali zao zilipotezwa wana hali gani sasa? Wanasema hili si jambo, tunaangalia kifo moja kwa moja imeua serikali. Hawaangalii hao waliowaita maandamano wamekwenda kufanya nini. Muda wetu ni mdogo sana ndugu wanahabari, lakini na kijiji cha maneno. Sheria ya nchi hii ya mwaka 77, kabla wanaharakati hawajaanza kupambana katika taifa letu na kubadilika mwaka 94, ilikuwa mwanzoni maandamano hayawezi yakafanyika mpaka kipatikanewe kibali kutoka katika jeshi la polisi. Wanaharakati Tanzania walilalamika na kesi ikapelekwa mahakamani. Wanaharakati walishinda kwa sababu ni jambo la haki ya kikatiba. Swala la kutaka kibali likaondolewa, lakini ni lazima upeleke taarifa katika jeshi la polisi, kwa sababu maandamano yoyote lazima jeshi la polisi lisimamie kuhakikisha mlichokisema ni maandamano ya amani wanakiona. Tuliruhusiwa bila ya kibali, lakini lazima upeleke taarifa na jeshi la polisi ijue maandamano yenu yanaanzia wapi, yanagota wapi, yanalenga nini, kwa mabango na alama, kama nyinyi ni waandamaji. Si kwamba kila mmoja anakurupuka kutoka nyumbani kwake popote, anaingia barabarani popote. Hayawezi yakawa maandamano. Hii tunakwenda kuzalisha Kiswahili cha wahenga kinachosema katika msafara wa mamba na kenge wapo. Kwa sababu hapakuwa na mipango ya sawasawa. Lazima tuseme ukweli, waasisi wa maandamano haya ndio wanahusika pia na vifo hivi, kama ambavyo wao wanahusika na uharibifu wa mali. Taratibu hazikuwa makini. Tunawapenda ndugu zetu wa Tanzania, na ni kweli wamepata madhara, kama sio kufa wengine hawakuingia kamwe katika maandamano. Lakini waliokwenda katika hicho walichokiita wao maandamano, sisi tunaamini ni vurugu tu. Walipokuwa wanatimuliwa, waliingia maeneo ya watu waliotulia kwenye amani, wakasababisha kudhurika wao walioingia kwenye vurugu na wale ambao wamekutwa hapo kwao. Kuna msemo unatumika, idha nazala albalau ya ummu saliha wa taliha. Balaa likitokea
linamgusa mwema na mwovu. Chukua picha ya maisha yako nyumbani kwako, katika kitanda chako kuna kunguni, kakung'ata kunguni mmoja. Sumu ile hautamtafuta kunguni aliyekung'ata. Utapiga moto, utapulizia sumu wote, aliyekung'ata na asiyekung'ata, ili upate usalama. Mwaka mmoja, ndugu wanahabari, nataka niwakumbushe kidogo wa Tanzania. Nilialikwa katika futari ya manispaa ya Temeke pale. Vuteni taswira na usa kipande kifupi sana. Waziri mkuu akiwa Mheshimiwa Mizengo Kayanza Peter Pinda, kuhusu maandamano na vurugu za Tanzania aliwahi kusema, nachukua kipande kidogo sana. Mheshimiwa Pinda alisema, akiwa akiliambia jeshi la polisi, mkimkamata mtu anasumbua, piga kisawasawa. Maneno alisema waziri mkuu. Alikuwa nani? Hakuwa Muislamu. Teki walikuwa wapi? Kwa nini wasiseme lile neno? Kwa sababu alisema si Muislamu, Kristo. Waliona sawa. Mimi nilisema katika futari ile, kwa Mheshimiwa Mizengo Kayanza Peter Pinda, askari wa jeshi la polisi, kabla hawajaambiwa piga, shughuli yao kupiga. Leo unawaambia piga, tutakufa. Niliwakiwa sana mimi. Nataka niwaambie wanahabari, mimi nishawahi kuvunjwa mkono na askari polisi. Nishawahi kuvunjwa mkono kwa sababu ya kumwambia kakamata gari. Wanayemjua, kuna mtu mmoja anaitwa Thumani Jumane Nyamlani, ni makamu wa rais wa chama cha mpira. Tulikwenda kuzika mtoto wa mzee Abdallah Kipukuso marehemu. Mnamjua, aliwahi kuwa mwenyekiti wa Simba, kwa mwenyekiti wa Sigara. Ana madrasa yake hapa inaitwa Nurania. Nurania sijui nini hapa, Mikoroshini. Tulikwenda kuzika Mkuranga, mwanawe mzee Abdallah Kipukuswa. Askari akaikamata ile gari, anaendesha. Wakati ule ni hakimu, akiwa ni hakimu fawidhi kama sikosei, Mheshimiwa Nyamlani. Alikuja akatukana sawa sawa yule askari na kuipiga gari. Nikamwambia, afande, kama kuna makosa andika makosa, kulikoni kutukana. Haipendezi kwa umri wako kutoa matusi. Alisema, msimamo wangu Mheshimiwa Mizengo, hii sio sawa. Nakumbuka kipindi kile mkuu wa wilaya Temeke alikuwa Mheshimiwa Sofia Mjema, kama sikosei, na yajua mengi yaliyotokea. Kwa niwaombe Watanzania wenzangu, muda haunitoshi kwa sababu nina mengi sana, na mara nyingi wanawaambia watu, mimi gari yangu ya Kichina Lias, kadiri inavyotembea ndio inapata moto. Yani hapa hata sijaanza. Wacha hii iende, nasubiri nitasema nyingine. Viongozi wa dini, kaeni kwenye nafasi zenu kuwa wasimamizi wa utulivu na amani. Biashara yetu inahitaji amani ili tufanye kazi ya dini. Nchi ikichafuka hauwezi kufanya kazi ya dini. Lakini wanasiasa, na niombe wa Tanzania, sasa kuna haja ya kuanzisha wanasiasa. Tanzania imepoteza wanasiasa. Haya yametokea kwa sababu hatuna wanasiasa. Sasa hivi tuna watu wenye mitusi tu. Wazee wale waliopita nyuma, miaka michache pale nyuma, Juma Duni Haji, Maalim Sefu, Profesa Ibrahim Haruna Lipumba na wengine akina Mrema, walipambana na Chama cha Mapinduzi. Lakini hatuna kumbukumbu katika watu wale nani aliitukana serikali na kuwatukana viongozi. Matusi ya nguoni. Sasa hivi hatuna wanasiasa. Tuna watu ambao wakuwatia hasira wananchi. Badala ya kutoa sera za kuifahamu chama chao fulani wanachokitaka, wanakuja na matusi, kitu ambacho pia ni ishara ya uvunjifu wa amani. Teki mko wapi wakati watu wanasiasa hao wanaongea lugha za matusi? Badala ya kunadi siasa wanatoa matusi. Teki mlikuwa wapi? Hamkujua hiki ni chanzo cha kwenda kwenye uvunjifu wa amani? Lakini ukirudi katika sheria ya nchi, matusi ni nini? Sio kosa la jinai. Teki wako wapi?
ambao watu wanaamini teki wamesoma sana, wanajua sana, haya hawakuwa wanayaona. Kwa nini tupelekwe katika siasa ya matusi? Niwaombe wananchi, tukiendelea hivi miaka 20-30 ijayo, wanasiasa wote watakuwa na tabia za kihovyo. Turudi katika msingi wa siasa. Mwanasiasa akae katika misingi ya kunadi sera, na imani haya hayatotokea. Mwisho, kukosea mwanadamu ni tabia yake. Ningewaomba waliokosea wasione tabu kuomba radhi, na wale waliokosea tusiwalaani. Hata dada yetu Mange Kimambi tusimlaani. Inawezekana anachokifanya anakijua au anachokifanya hakijui, kwa sababu yeye na watoto wake wote wapo Ulaya. Kwa anapotusukuma sisi kuingia tukapambane na serikali, tunakwenda kuumia sisi na vizazi vyetu. Yeye kanusurika. Kuna haja ya kumsaidia, kumuelimisha, ajue kosa lake. Tusimtukane Mange Kimambi na wenzake, tusiwashambulie, wafahamishwe. Hata kama wanadai baadhi ya watu kwamba ule ni mradi, ule ni mradi, watu wanafanya haya, yakitokea pesa zinapatikana, lakini tutumie lugha za kuwafahamisha watu badala ya kuwatukana na kuwalaani. Sio sawa. Lakini pili, katika hitimisho langu, niombe serikali basi, Kiswahili kile kile kinachosemwa na wahenga, mtoto akikunyea kiganjani huwezi kukata. Serikali itafute namna ya kulitengeneza hili. Naamini kwa serikali yetu haiwezi kushindwa kulimaliza hili kwa njia mbalimbali zilizo bora. Nilisema mara moja, panapo lazimika nguvu, itumike nguvu. Panapo lazimika nguvu, itumike nguvu. Pasipo lazimika nguvu, hakuna haja ya kutumia nguvu. Niombe serikali itumie kila namna inayojulikana, wanayoiweza, kuhakikisha wanatuliza hali ya hewa. Lakini tatu, katika hitimisho langu, niliombe baraza la maaskofu, viongozi wetu wa dini, muhimu sana, badala ya hizi tamko wanazozitoa zinazoashiria kuongeza hasira na uchochezi, ningewaomba watumie busara katika kulijenga taifa. Tunawategemea sana baraza la maaskofu katika taifa letu, lakini tamko wanazozileta na tafakuri zake hazisaidii taifa, zinakwenda kuongeza hasira. Kwa nafasi yenu kuwa ni viongozi wa dini, baraza la maaskofu, na kuombeni sana sana sana, kama kiongozi mwenzenu wa dini wa upande wa Kiislamu, busara zitumike, lugha. Naamini muna uwezo wa kuongea na serikali na kuongea na wananchi, tukamaliza vizuri. Lakini njia mnazokwenda nazo hizo, mbona kama mnataka kuifanya Tanzania iwe Vatican? Njia mnazotumia, mnataka kulazimisha Tanzania iwe Vatican. Haiwezekani, sio njia salama. Na waombeni baraza la maaskofu, na waombeni, haiwezekani. Sisi kama Waislamu tunajua, tumeomba mahakama ya kadhi yenye nguvu, hatukupewa. Hatukuwaambia wananchi twendeni barabarani, hatukuwaambia wananchi twendeni barabarani. Tumeomba nchi yetu iingie katika OIC, tumenyimwa. Hatukusema twendeni barabarani. Zipo njia za kudai haki, sio za kuwatia hasira wananchi. Na kuombeni baraza la maaskofu, tusaidieni katika kulijenga taifa, badala ya kuchochea na kuwatia hasira wananchi, wanakwenda kupotea. Narudia, sio maandamano. Maandamano, viongozi wanaosimamia maandamano wanaonekana katika zile vurugu. Nani katika Chadema alikuwa mbele? Kiongozi gani mkuu wa Chadema alikuwa mbele? Tuite maandamano, nani alikuwa mbele? Ni vurugu. Wote hawakuwepo. Tuombe salama katika taifa letu, tuombe amani katika taifa letu, tuombe upendo katika taifa letu. Viongozi wa dini wawe salama, raia wawe salama, wananchi wawe salama, ili taifa letu liendelee kuwa mfano wa kuigwa. Natangaza kwa kusema kwamba hii ni namba 1, nitawaita tena.
hapa nimesafisha njia, nitawaita tena lini? Nasubiri, wacha iende. Mungu ibariki Tanzania, Mungu wabariki wa Tanzania, Mungu lete amani na salama katika taifa letu. Hadha wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.